Mwezi wa 8 2026 LHRC imekuwa hapa Morogoro na wadau wa masuala ya haki ardhi, na lengo la kukutana na wadau kutoka mashirika mbalimbali ni kwamba LHRC ilifanya utafiti mdogo katika mikoa 7 kwa maana mkoa wa Pwani, mkoa wa Tanga, mkoa wa Morogoro, mkoa wa Tabora, mkoa wa Kigoma, Mara pamoja na mkoa wa Katavi. Utafiti wa masuala ya uvunjifu wa haki za binadamu unaotokana na migogoro ya ardhi hapa nchini, na LHRC ilibaini kwa kweli matukio mengi katika uvunjifu ule. Kuna migogoro ambayo ilihusisha wananchi kwa wananchi, kuna migogoro ambayo ilihusisha wananchi na wawekezaji, kuna migogoro ambayo ilihusisha wananchi na hifadhi za taifa, maeneo ya uhifadhi, kwa mfano TAWA, TFS na mamlaka zingine za wanyamapori. Kuna migogoro mingine ambayo ilihusisha kati ya wananchi na mamlaka mbalimbali za serikali kwa maana taasisi za serikali, na migogoro mingine ilikuwa ni wakulima na wafugaji hasa katika mkoa wa Morogoro. Sasa baada ya kupata taarifa ile, LHRC tukaona kwamba ni muhimu sana tukutana na wadau sasa nao tuwasikilize wanasemaje, wana maoni gani kwenye taarifa hii. Na kikweli tunashukuru kwamba tumekuwa na kikao kizuri leo karibia siku nzima. Tumewasilisha matokeo ya utafiti ule na wadau wametoa maoni yao, maboresho ya taarifa ile, na tunaamini kwamba baada ya hapa sasa tutakwenda kuandaa taarifa fupi ya kisera ambayo tutategemea kuiwasilisha kati ya mwezi wa 9 au 10 mwanzoni kwenye management ya Wizara ya Utalii, Wizara ya Kilimo na Wizara ya Kilimo, Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Wizara ya TAMISEMI pamoja na wizara ya wizara gari nyingine hapa, hizo ndio wizara mama ambayo tutapeleka taarifa hizo au waita nyaraka ya kisera ambayo itakuwa na mapendekezo nini kifanyike ili kupunguza uvunjifu wa haki za binadamu katika maeneo ya hifadhi na maeneo mengine ambayo kwa jumla katika eneo la ardhi. Sababu zipo kesi ambazo tulizipokea za watu kuuawa, watu kupigwa risasi, watu kugombana wenyewe kwa wenyewe, wananchi kujeruhiwa. Zipo ripoti za wananchi kunyang'anywa mifugo yao kwa nguvu bila kufuata taratibu. Lakini pia kuna maeneo ambayo tumekuta pia wananchi wameshinda kesi, lakini viongozi wa mamlaka za serikali za mitaa hataki kuheshimu uamuzi wa mahakama. Lakini pia tumekuta baadhi ya maeneo migogoro mingi inasolviwa kiutawala badala ya kufuata mfumo wa kimahakama. Kwa taarifa ambayo kwa jumla inaangazia hali ilivyo ya haki za binadamu katika eneo la haki ardhi, na mikoa hii 7 ndio mikoa kinara ya uvunjifu wa haki za binadamu katika eneo la ardhi, na tunaamini kwamba tutakapopeleka taarifa hii kwa serikali itaichukua kama nyenzo ya kufanya mabadiliko na maboresho ya eneo la kulinda haki za watu wasiuane kwa sababu ya ardhi. Na tumepitia nyaraka mbalimbali, sera, sheria na masuala mengine kama, lakini shida pia ndio kwamba ukitoa mambo mengine ya haki za binadamu kwa maana ya watu kuvunjwa haki zao, ndio ingine bado inaonekana kuwa na tabu sana na la kisera na kisheria ni eneo la fidia. Katika maeneo ambayo serikali ilitoa maeneo ya watu, tumegundua kwamba kumekuwa na malalamiko kila mahala ya watu, fidia haitoshi. Mtu anapewa fidia milioni 1 au milioni 2, baadaye kupewa milioni 20, milioni 30, au hajapewa fidia kabisa. Lakini issue nyingine imekuwa ni eneo la zoezi la uthamini, valuation. Unakuta kwa mfano eneo lile ardhi yake maybe atakuwa apewe, labda mwananchi apewe fidia ya shilingi 5,000 per square kilometer, kapewa shilingi 490. Kwa eneo la fidia na uthamini kwa kweli inaonekana kwamba serikali itakuwa iangalia kwa jicho la pili. Pia tumeridhia kwamba namna gani sasa tupeleka pendekezo, namna gani fidia inapaswa kuwa na mchakato mzima wa ulipaji wa fidia kwa wananchi ambao serikali inakuwa inatoa maeneo yao. Kwa jumla ndio tumejadiliana nayo. Kwa swali moja tu kwamba tathmini yenu kwa maana ya tafiti mliofanya, uchunguzi wenu na majadiliano ya wadau ambao mmekutana nao, nadhani kwa namna moja ama nyingine nini vichocheo gani ambavyo vimepelekea kuwa na matukio hayo ya uvunjifu wa haki za binadamu na mikoa hiyo 7 kinara kwenye eneo hilo? La kwanza tumegundua kwamba kuna ufinyu mkubwa sana wa matumizi bora au mpango bora wa matumizi ya ardhi katika mamlaka za serikali za mitaa, kwa sababu utakuta hakuna demarcation ya kwamba hii eneo la machungio, hii eneo la wakulima, eneo la makazi. Kuna mchanganyiko, unakuta eneo moja serikali imeliweka hapo kuna makazi, eneo hilo la wafugaji, eneo la. Kwa hiyo inafika ule muda kwa mfano wa kiangazi, huyu ana ng'ombe zake anapeka kwenye shamba la mkulima, na ndio baadaye nazua mtafaruku, watu wanapigana mishale, wanapigana mikuki, mtu kafariki. Lakini pia kuna shida nyingine kwamba nakuta wananchi ambao wanakala maeneo jirani ya hifadhi
hata kama unaongea serikali inataka itwae eneo bila kuwashirikisha wananchi, na ndio kutoka kama eneo lile ukienda kwenye TAMISEMI unakuta kile kijiji au kile kata kiko registered kisheria, lakini wanasema kwamba kiko ndani ya mpaka wa hifadhi, na tumekuta mpaka barua za maelekezo ya serikali kwamba eneo hili liko nje ya hifadhi kwa wananchi wasumbuliwe, lakini bado kuta wananchi wanaendelea kusumbuliwa. Lakini issue nyingine ni issue ya wawekezaji. Kuta mwekezaji katoa eneo amekaa miaka 10 miaka 20 bila kuendeleza, wananchi wanaona kwamba eneo hili limetelekezwa, wanavamia, na wanafahamu kwamba sheria iko wazi kwamba ukikaa na eneo la ukikaa na ardhi kwa miaka 12 bila kuendeleza, wananchi wanakuwa na haki ya kuvamia. Kwa muda mwingine pia unakuta mtu kapewa eneo na serikali ipo na inaweza kufuta hati hiyo, haifuti hati, wananchi wanakaa eneo liko wazi, wanavamia, na kisha vamia wanajenga nyumba, wanaendeleza pale, na serikali hiyo inapelekea huduma za kijamii, inawapelekea maji, umeme na huduma zingine mbalimbali. Ndio sababu uvunjifu haki unaanzia. Lakini tumegundua pia maeneo mengine ambapo tumeenda katika maana serikali ijaribu kutoa ardhi kwa nguvu. Kwa mfano tumeenda kule Kigoma, sehemu panaitwa Kalilani. Serikali inataka kutoa kitongoji kizima ikiondoe pale, na kutokea mpaka mapigano pale, jeshi la polisi kapata kaingia likaumiza watu kama 3. Ni kwamba lakuta mpaka huduma za kijamii zimefutwa. Hata kama serikali imefuta, imeondoa maji, imeondoa shule, imeondoa huduma za kiafya, imeondoa mpaka tumeenda sehemu moja Bunda panaitwa Nyatwali. Kata nzima ile Nyatwali inaondolewa pale, na wananchi wako pale karibia wananchi 1500 wote wanataka waondolewe. Serikali imeondoa huduma za kijamii, imewakatia umeme, imewakatia maji, imeondolea pale huduma za jamii kama shule, hospitali. Kwa maana mambo tumebaini sana, na mikoa yote hii ndio isema hapa mambo yanakuta kwamba yanajirudia. Lakini pia chingeni kwamba tumebaini kwamba viongozi wa mamlaka za serikali za mitaa, ma-DC kurugenzi, ni kwamba ni kama wanataka zaidi kukumbatia wawekezaji kuliko wananchi ambao ndio wazawa pale. Hii kidogo inakuwa ina tabu, na ndio mngekuta hawa wawekezaji ama eneo kama ndio sema hata hawajafanyia kazi, wametelekeza. Kwa mfano tumeenda sehemu moja panaitwa Msakangoto, wilaya ya Korogwe kule Tanga. Huyu mtu amechukua eneo la hekari karibia 200 300. Miaka leo mwaka wa 20 hajaendeleza kitu pale. Wananchi wameona eneo liko wazi, wamevamia. Sasa juzi ameenda pale kwa nyumba za watu. Kidogo inakuwa ni watu wanakaa na mwingine kukuta pale wananchi hawana makazi. Watu wamebomolewa nyumba zao kiji kizima. Na serikali kapeleka pale matent kama makazi ya muda. Kiukweli kwamba tumegundua kwamba ukitoa maeneo mengine ya kisiasa haya tumeyakalili, eneo jingine ambalo linavunja sana haki za watu nchi hii, eneo la ardhi. Yaani tumekalili tu, watu wengi tutazungumzia haki zitavunjwa kwenye siasa na kiraia, lakini tumebaini kwamba bila wasiwasi, moja eneo ambalo linavunja sana haki za wananchi nchi hii ni maeneo ambayo yanaitwa ardhi. Aidha ardhi ambayo inachukua na mwekezaji, eneo ambalo la hifadhi, ardhi za vijiji, na maeneo ambayo yanaonekana kuwa ni maeneo, wanasema maeneo protected. Uvunjifu haki za watu ni mkubwa sana. Lakini pia na mwingine hata anachukua mifugo ya watu, nakuta wananchi mifugo imetaifishwa bila due process. Yaani mtu hana hukumu ya mahakama, hajamsikiliza, hajamwandikia barua, kachukua ng'ombe. Labda unakuta mtu achukua ng'ombe 200, mtu arudishia ng'ombe 60. Ng'ombe zingine 40 ukimuuza ziko wapi, huyu mtu ajui zimepelekwa wapi. Kwa tumegundua kwamba mazao yanachoma moto. Tumegundua kuna uvunjifu wa haki za watu mkubwa sana katika eneo hili la ardhi. Na naamini kwamba serikali kupitia wizara mtambuka, wizara ya utalii, wizara ya kilimo, wizara ya TAMISEMI, wizara ya mifugo na uvuvi talifanyia kazi jambo hili kwa uzito wake. Asante. Shukrani sana. Mwakili, mimi nilikuwa na swali moja. Mnaenda kuzungumza na serikali ambayo kwenye wasilisho lako umesema kwamba ni karibia 90% ya migogoro pia inasukumwa nao kwa wilaya. Labda nyie kama TLA na LHRC mnaenda kuwapa ujumbe gani kwenye hichi ambacho mmekipata? Kwanza tutapeleka taarifa kwamba tumebaini kwamba kule chini viongozi wao wa chini ni watu ambao wanaonekana ndio uchangia. Sasa unakuta kwa mfano jambo liko mahakamani, ukutana DC na katenda kaunda ripoti yake nyingine pale, kaunda tume na kama swali kwa watu. Tutakwenda kuambia wale wakubwa zao watoe maelekezo kwamba waandike waraka kwa wilaya na kwa mikoa kwamba katika jambo ambalo liko mahakamani wasiingilie. Kwa lengo la kwenda kukutana na hawa wakubwa wa wizara ni kwamba ni kuwataka wapeleke maelekezo chini kwa maandishi kwa wakuu wa mikoa, kwa wilaya, marasi, wakurugenzi, madasi kwamba masuala ambayo ni ya mahakamani wajiachie mahakama, na masuala ambayo yanaweza wakayasolve wao, lakini wasijigeuze kwa wao ndo mahakama, wao ndo waamuzi. Ni swala ambalo sisi tumebaini kwa kiasi kikubwa sana. Ndio essence ya kwenda kupeleka taarifa hii. Leo tumepata nafasi ya kupata wasilisho la hali ya masuala ya migogoro ya ardhi nchini kutoka kwa Legal and Human Rights Center. Kimsingi hii ni nafasi ya pekee sana kwa sababu kwa hivi karibuni hatujaweza kupata
hali halisi ya maeneo mengi, ukiacha yale ambayo yamekuwa yakitolewa taarifa katika vyombo vya habari kama maeneo ya Ngorongoro na mengine, lakini kwa maana ya mikoa mbalimbali na hali ya masuala ya migogoro ya ardhi imekuwa ni sehemu ya takwimu za zamani. Lakini leo tumesikia walikopita katika maeneo mengi na kukuta changamoto kubwa za masuala ya migogoro ya ardhi, ikiwemo ya wakulima na wafugaji, wananchi na taasisi za serikali, maeneo ya hifadhi. Hili si swala jipya sana katika nchi yetu. Kimsingi limekuwa ni la muda mrefu na ufumbuzi wake umekuwa ni mgumu. Pengine ni kwa sababu ya baadhi ya mapendekezo yamekuwa hayachukuliwi katika uzito wake. Ukiangalia miaka ya 90 wakati wa Ali Hassan Mwinyi akiwa rais, aliteua tume ya uchunguzi wa masuala ya ardhi nchini, na tume ile ilijaribu kuangalia tangu tumepata uhuru mpaka tunafika miaka ya 90 na hali ya utawala wa ardhi katika nchi, na ilikuja na mapendekezo mengi. Moja ya mapendekezo ilikuwa ni kutazama mfumo wa usimamizi wa ardhi kwa ujumla wake, katika kuangalia kwanza ushiriki wa moja kwa moja wa wananchi katika kuamua kwenye masuala ya ardhi, lakini pia kuangalia taasisi za kitaifa ambazo zinaweza zikawa zinawakilisha mawazo ya wananchi katika usimamizi, ikiwemo tume ya masuala ya ardhi nchini. Ni mambo ambayo yalipendekezwa, hayakuchukuliwa wakati tunatunga sheria za ardhi, na ndio maana mpaka leo tunazungumzia migogoro ya ardhi. Lakini la pili ni masuala ya mifumo ya utatuzi wa migogoro ya ardhi. Wananchi tangu miaka mingi wamekuwa wakikimbilia zaidi katika kutatua migogoro kiutawala, na hilo si kwa sababu hawafahamu kwamba kuna mifumo ya kimahakama, lakini zipo sababu zinazowasukuma huko. Kwanza, wanajua ukiweza kumshawishi mkuu wa wilaya akitoa tamko, kesho unaweza ukaipata haki yako, lakini akiondoka mgogoro unarudi upya. Na kingine ni muda unaotumika mahakamani kutatua migogoro ya ardhi, kwa sababu ni muda mrefu. Kwa hiyo akienda kiutawala inawezekana ikachukua muda mfupi. Kwa hiyo imani kwa mahakama zimekuwa ni ndogo kwa sababu ya huo mwingiliano wa kiutawala na mifumo ya kimahakama. Sasa tunapojaribu kujadili masuala haya, lengo ni kuangalia kwanza mifumo ya kisheria. Tunapoangalia masuala ya usimamizi wa ardhi, nani ana sauti ya mwisho katika kusema kwenye ardhi? Huyo mwenye sauti ya mwisho ni kwa namna gani maslahi mapana ya walio wengi yanatazamwa, lakini pia na ya walio wachache wenye haki yanazingatiwa. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto kubwa, na pengine ni muhimu sasa, ni wakati tuweze kurudi nyuma kujitafakari. Tumekosea wapi? Kama kila mahali kuna migogoro ya ardhi, masuala ya fidia, sijui hawa wamevunjiwa nyumba kwa sababu ya mwekezaji, hawa sijui maeneo ya hifadhi yamechukua maeneo yao, sijui hawa wafugaji wamekosa mahali pa kupata malisho. Kama taifa, kwa sababu ardhi ni rasilimali muhimu na kimsingi ndio uhai wa wote. Sasa kama ni uhai wao, ni kwa namna gani uhai wao huu unalindwa na kuweza kuwapa ile nafasi ambayo wanastahili? Kwa nadhani binafsi nimefurahi kwamba tumepata nafasi ya kupata ushahidi ambao unatoka maeneo ya watu wenyewe, lakini pia ni taarifa zilizotoka kwa wahusika wenyewe, lakini pia ni taarifa ambazo zimetoka maeneo mengi ya nchi, sio eneo moja peke yake, ni mikoa mingi, wametembelea mikoa zaidi ya 6. Kwa hiyo ni tafsiri kwamba tatizo hili ni kubwa na hivyo linahitaji mjadala wa kitaifa. Njia ni moja tu, kwanza kukubali ukweli, lakini pia kukubali kuwa kuna mamlaka makubwa ya mwisho ambayo ni kwa wananchi. Bila kuyaweka mamlaka haya kwa wananchi, hatuwezi kutoka hapa tulipo. Lakini pia bila kukubaliana na ukweli, hatuwezi kutoka hapo. Ukweli wenyewe ni upi? Ukweli wenyewe ni kwamba kwanza, ukiangalia masuala ya ardhi sio masuala ya kikatiba. Ukiacha rejea ya ibara ya 24 ambayo kimsingi hata haitamki ardhi, nasema kila mtu ana haki ya kumiliki mali, na kwa tafsiri ya kimahakama mali ni pamoja na ardhi. Lakini nchi nyingi zimetoka huko sasa. Kama tuna rasilimali ardhi na haipo kwenye katiba, maana yake ni ngumu kutoka mahali tulipo, kwa sababu masuala ya kisheria na mabadiliko yake si lazima yawe na ushiriki ambao kama ambavyo tungeweza kubadilisha katiba. Lakini ukweli mwingine ni kwamba lazima usimamizi wa masuala ya ardhi uwe mikononi mwa wananchi wenyewe, wawe ndio watu wenye sauti ya mwisho. Tofauti na hapo, hata kama ni mimi leo nikiwa rais,
nitatekeleza sheria zilizopo ambazo kimsingi zinatoa mamlaka kwa taasisi kadha ambazo zinaweza zikatoa maamuzi katika masuala ya ardhi, na wananchi wana haki ambayo imedhibitiwa kwa kiasi fulani katika kujadili masuala yanayohusu ardhi. Kwa hiyo kutoka hapa tulipo ni lazima turudi kwenye msingi, na msingi huo uko wazi. Taarifa ya Tume ya Rais ya mwaka 90 imesema yote, na kimsingi inawezekana yapo ambayo kwa wakati huo yanaweza yakawa yamebadilika kwa kiasi fulani, lakini yale ya msingi hayajabadilika. Kwa hiyo ni muhimu tuweze kujitafakarisha na kuweza kurudi katika msingi ambao tume ilifanya kazi kubwa.